Sikuwahi kufikiria kama kumdanganya mwanamke kunaweza kunifanya hivi. Sikuwahi kufikiria kama mapenzi yanaweza kumuumiza mwanamke kiasi cha kunifanyia haya. Kwa majina, naitwa Noel Haule. Mwaka jana nilifunga ndoa na mpenzi wangu mpya aitwaye Rozi. Alichonifanyia mpenzi wangu wa zamani Ashura, baada ya kusikia nafunga ndoa, sikutaka kusahau. Naomba ungana na mimi kwa hili simulizi ya kweli. Nilikuwa natoka kanisani, simu yangu iliingia ujumbe, ulitoka kwa Ashura. Nimesikia kanisani kwenu wanatangaza unataka kufunga ndoa na Rozi. Je, ni kweli? Aliniuliza. Watu wa Mbeya, yaani tangazo la ndoa limefanya saizi na mara hii ameshaambiwa Ashura? Niliwaza sana, nilibonyeza replay na kujibu. Amekwambia nani uongo huo? Siwezi kuoa mwanamke mwingine zaidi yako, nilimjibu Ashura. Nilitaka nishangae Noeli wangu kuoa mwanamke mwingine na kuniacha niliyekuwa naye miaka zaidi ya 8. Nilijua haiwezekani. Bila shaka aliyeniambia alisikia vibaya, alinijibu. Nilisoma ujumbe wake na kuiweka simu mfukoni. Itakuwaje akijua ni kweli nafunga ndoa na Rozi? Nilijiuliza. Nikaweza haya nyuma yangu alitokea Rozi, mwanamke nilitaka kumuoa. Baby, mbona hauna furaha? Aliniuliza. Nipo sawa, twende. Nilimwambia tongozane kurudi. Alafu kuna jambo nataka kuuliza, aliniambia Rozi. Jambo gani? Ni kuhusu Ashura. Aliniambia Ashura kafanya nini? Nahitaji kujua kama umemwambia kuhusu ndoa yetu. Nakumbuka aliniambia mara zote ulizotaka kumwacha alikuwa anatishia kujiua. Vipi akisikia unaoa? Aliniuliza. Sikumjibu. Aliendelea kuongea. Kabla hajajidhuru katoe taarifa polisi, kawaambie umekuwa naye, kwa kuwa ukimwacha anakutishia kujiua. Kawaeleze unafunga ndoa akijua haya kuhusu, aliniambia Rozi. Nilimwangalia bila kumjibu. Mbona naongea peke yangu? Aliniuliza. Na kusikiliza, nilimwambia. Ishu sio kunisikiliza, ishu ni kuchukua hatua. Ndoa kanisani tumeshatangaza, siku sio nyingi Ashura atasikia. Ni vyema tukachukua hatua mapema. Nimekuelewa Rozi wangu, ila naomba swala la Ashura niachie mimi, nitajua cha kufanya. Nilimwambia okay sawa. Alinijibu. Alinishika mkono kwa mahaba yote, tukawa tunatembea. Tukiwa hatujafika popote, simu yangu iliingia ujumbe. Baby, naomba tuonane, kuna mambo nazidi kuyasikia. Uliosoma ujumbe huo ulitoka kwa Ashura. Nilisoma kwa kuficha ficha. Nilimwacha Rozi katangulia kidogo, kisha nikajibu. Mambo gani tena Ashura? Nilimuuliza. Ni kuhusu wewe na Rozi, nimesikia ni wapenzi kweli? Alijibu. Hapana Rav, utakuwa umesikia vibaya. Sina mahusiano na Rozi, kwanza hata simjui, nilimjibu. Baada ya kumjibu, nilizima simu na kuiweka mfukoni. Nilipiga hatua kumuwahi Rozi. Alikuwa anachati na nani? Aliuliza. Ni ishu za kazi tu, nilijibu. Okay sawa. Aliniambia. Alinishika mkono, tukawa tunatembea kwa mahaba. Ghafla nilipiga kelele. Mdudu aliniingia jichoni. Nilifikicha macho kwa mikono. Rozi alinitoa mikono na kunipuliza. Alipuliza mara kadhaa. Ametoka? Aliniuliza. Ndiyo, nilimjibu. Inabidi unipe, sifanyagi kazi bure, aliniambia. Unataka nikulipe nini?
Nilimuuliza. Nilimsogelea na kumshika kiuno. Rozi hakujibu, alitega shavu nimbusu. Bila kusita nilimbusu ile. Nimembusu tu. Kuangalia mbele, macho yangu yalikata na macho ya Ashura. Alikuwa kasimama mbele yetu. Ashura, nilitamka kwa shida, macho yalinitoka kama nimemuona jini. Nikiwa sielewi nifanye nini, Rozi alinishika mikono na kunigeuza kwake. Alinishika shingo na kuninyonya mate. Nilimtoa haraka. Unafanya nini? Nilimuuliza. Niligeuka haraka kumtazama Ashura. Ajabu, tofauti na nilivyotegemea. Ashura alikuwa akitabasamu. Sura yake ilijaa bashasha na furaha. Niligeuka haraka kumtazama Ashura. Ajabu, tofauti na nilivyotegemea. Ashura alikuwa akitabasamu. Sura yake ilijaa bashasha na furaha. Inawezekana vipi Ashura akatabasamu wakati kanifumania? Nilijiuliza. Nilipiga hatua kumfuata Rozi. Alinizuia. Kwa hiyo kati yetu unamchagua Ashura? Aliniuliza. Nilimjibu. Niligeuka na kumtoa mkono. Niligeuka tena mbele kumfuata Ashura. Aliposimama hakuwepo. Alikuwa ameshaondoka. Nilikimbia kutazama barabara vizuri. Nilimuona kwa mbali akisimamisha pikipiki. Alipanda na kuondoka. Nilihema. Nilijishika magoti kwa uchovu. Kumbe unampenda kuliko unavyonipenda mimi. Sasa sikia, kuanzia leo mimi na wewe basi, aliongea Rozi. Alinitupia pete ya uchumba na kuondoka. Niliduaa. Niliokota pete na kumkimbilia. Usinifanyie hivyo tafadhali, nilimwambia. Nenda kwa Ashura, aliniambia. Usifanye hivyo. Niligeuka. Ningekuwa nampenda Ashura, ningemuoa yeye na kuoa kwa kuwa na kupenda kuliko Ashura. Kama haumpendi, kwa nini haumwambii? Kwa nini unaficha ficha? Nitamwambia leo. Nitaenda kumweleza kila kitu, nilimwambia Rozi. Unasema tu, ujanja wa kumwambia hauna. Ndio maana niliamua kumtumia ujumbe. Wewe ndio ulomtumia message? Ndio, walipotangaza tu kanisani nilimtumia ujumbe, aliniambia huku akiondoka. Sikumfuata, nilimtazama akitokomea. Akili yangu ilikuwa kwa Ashura. Rozi hakunitisha. Nilijua hana ujanja kwa kuwa ndoa tumeshatangaza. Pale pale niligeuza na kuelekea nyumbani kwa Ashura. Moyo wangu ulidunda kwa uoga. Japo nilijua ipo siku Ashura angejua, lakini sikutegemea itakuwa vile. Mbaya zaidi, tabasamu lake lilinivuruga. Sikuweza na wala sikuelewa kilichomfurahisha. Kwa jinsi Ashura anavyonipenda, anaanzaje kutabasamu baada ya kunifumania? Nilijiuliza. Nilifika nyumbani kwake. Mlango ulikuwa wazi. Moja kwa moja niliingia chumbani kwake. Hakuwa na mtu. Atakuwa katoka mara moja, niliwaza. Niliamua kumsubiria. Masaa yalikatika bila Ashura kutokea hadi giza liliingia. Ashura hakufika. Nilishindwa kuvumilia. Nikatoka na nikaondoka. Nikiwa naondoka nilijiuliza. Nilijaribu kumpigia simu. Samahani, namba unayopiga kwa sasa haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Ilisikika sauti kwenye simu. Kaenda wapi huyu? Nilijiuliza. Nilirudi nyumbani, mawazo yakiwa kwake. Niliwaza alikwenda wapi. Niliwaza lile tabasamu lake. Ameenda kulipa kisasi? Nilijiuliza. Na lile tabasamu linamaanisha nini? Au ni
tabasamu la kisasi. Nilijiuliza sana. Siku ya pili yake asubuhi sana, wazazi wa Ashura walifika nyumbani. Walikuja kuniuliza kuhusu Ashura. Waliniambia toka jana hapatikani kwenye simu na nyumbani kwake hayupo. Tumekuja kukuuliza kama unajua alipo, aliniuliza mzee Omar, baba yake Ashura. Kwa kweli sifahamu kama mnamtafuta nyie, na mimi namtafuta toka jana, nimekuwa namtafuta. Niliwaambia. Nasikia unafunga ndoa na Rozi, aliuliza mama Ashura. Sikujibu. Kwa jinsi mahusiano yenu yalivyokuwa, inawezekana Ashura kaamua kujiua, aliongea Justin, jirani yake Ashura. Maneno yake yalinifanya nijiulize zaidi. Hivi ni kweli Ashura kaamua kujinyonga? Haiwezekani. Ingekuwa hivyo asingetabasamu, niliwaza. Niliungana na wazazi wa Ashura kumtafuta. Tulizunguka kila kona ya mji kumtafuta. Tulimtafuta hospitali na vituo vyote vya polisi. Tulimtafuta mchana na usiku, hatukumpata. Muda wote tunamtafuta. Nilikuwa naongozana na Justini. Huyu Justini sijui kwa nini kila nilipomtizama mwili ulisisimka. Kwa nini unaniangalia hivyo Justini? Baba Ashura aliniuliza. Kawaida tu mzee, nilimjibu. Okay, sawa, naomba Mungu anisaidie nimpate hata mwili wa Ashura, aliongea mzee Omari. Kauli hii ilimshtua Justini. Alimtazama mzee Omari kwa macho nisiyoyaelewa. Wiki moja ilikatika bila Ashura kuonekana. Nguvu za kumtafuta zilipungua. Wazazi wake waliendelea na shughuli zao. Waliamua kumwachia Mungu. Walisema kama atakuwa mzima basi atarudi mwenyewe, na kama atakuwa amekufa basi Mungu atawasaidia, wataupata mwili wake. Na mimi niliendelea na shughuli zangu. Niliendelea na vikao vya harusi, japo akili yangu haikuwa sawa. Muda wote taswira ya Ashura ikitabasamu baada ya kufumania ilinijia. Tokea apotea Ashura, mahusiano yangu na Rozi hayakuwa mazuri. Rozi alinishtumu na mpenda Ashura kuliko yeye. Muda mwingi tuligombana na kusemana. Pamoja na hayo, tuliendelea na vikao vya harusi kama kawaida. Siku moja tukiwa kwenye kikao cha maandalizi, Rozi alisimama na kutoka nje. Aliniachia simu yake. Nikiwa nimeishika, uliingia ujumbe. Shauku ya kufungua ilinijia. Nilifungua na kusoma. Nilishtuka Ashura. Nilijikuta nimetamka. Moyo ulipiga. Niliondoa macho ili kusoma vizuri, lakini kabla sijafanikiwa alitokea Rozi na kunipokonya simu. Tabia gani ya kupokea simu yangu? Aliuliza. Alafu umemtaja Ashura, umeona nini? Aliniuliza Franki. Mbona mmoja wa wajumbe wa kile kikao? Nilishikwa na kigugumizi. Nilisimama na kutoka nje bila kuongea lolote. Nikiwa nje nilijishika kichwa na kukibinya. Nilihisi kuchanganyikiwa. Kilichonifanya nitamke Ashura ni ujumbe niliofungua, japo sikusoma wote, ila uliandikwa kwa staili ambayo Ashura pekee anautumia. Sikuwahi kuona mtu mwingine anaandika ujumbe vile. Ni Ashura pekee alikuwa anaandika hivi. Ina maana Ashura anawasiliana na Rozi? Nilijiuliza. Hapana, Ashura na Rozi ni paka na panya. Ashura hawezi kuongea na mwanamke aliyemchukulia bwana wake. Nilijibu. Mlango ulifunguliwa. Alikuja Rozi. Mbona umetoka nje? Aliniuliza. Sikumjibu. Nilimtazama kidadisi bila
kuongea neno. Mbona unaniangalia hivyo baby? Aliuliza. Ila SMS ni ya nani? Nilimuuliza, sikumpa nafasi ya kujibu. Nilimtwanga swali lingine. Ni Ashura pekee anayeandikaga vile. Ile SMS ni Ashura. Naomba niambie Ashura yuko wapi na kwa nini unawasiliana naye? Badala ya kunijibu, Rose alicheka kwa sekunde kadhaa, kisha akanishika mkono na kunisogelea. Woga unakusumbua Noel? Unamuogopa Ashura? Unajua wazi hakukuacha hivi hivi baada ya kumchezea miaka 8. Umemgaragaza alafu umembwaga kibinadamu. Ni ngumu kukuacha bila kukufanya lolote, ila usijali, unanioa mwanamke shupavu. Nitakubali akudhuru? Sitakubali. Sijakuuliza hayo, nimekuuliza kwa nini unawasiliana na Ashura. Naanzaje kuwasiliana na Ashura? Ashura ni adui yangu. Kwanza huko aliko naomba awe marehemu, aliniambia. Usongee hivyo tafadhali. Kumbe bado unampenda? Kitu kidogo unamtaja Ashura. Umeona ujumbe? Hata hauhusiani naye unamtaja, yaani mbele za watu, tupo kwenye kikao, unamtaja hawala yako. Hivi unadhani watu watanifikiriaje? Aliniuliza. Ni kweli haikuwa busara kumtaja, lakini unaandikaje ule ujumbe? SMS ni wa Ashura, na kama sio yeye, kwa nini ulininyang'anya simu? Nilimuuliza Rose, hakunijibu. Alinishika mkono na kunitaka twende ndani kwenye kikao. Tulienda. Baada ya kikao kuisha, tuliongozana na Rose kurudi. Njiani tulikutana na Justini. Kama siku zote, mwili wangu ulisisimka, nywele zilisisimka, tena zilisimama, nafsi yangu ilikosa amani. Huyu jamaa sijui ana nini na mimi. Kila nikikutana naye mwili unasisimka sana, na jana nilitoka akanifukuza. Nilimwambia Rose, hakuna lolote hayo, yanatokana na mawazo yako. Unamwaza sana Ashura, ndiyo maana unaota vitu visivyoeleweka, na kwa hali hii lazima utayumbisha ndoa yetu. Huko aliko ni bora afe, aliongea Rose kwa mara nyingine. Ashura nilimpenda kama mpenzi wa kawaida na sio mke. Kinachoniuma na kinachoniumiza na kunifanya nimtaje ni kupotea kwake. Mimi na wewe ni chanzo. Sio kweli? Wangapi wanaachana wala hawapotei? Aliniuliza. Kabla sijamjibu, mbele yetu alitokea mzee Hamisi. Wanandoa watarajiwa, alituambia. Alitusogelea na kutusalimia. Alafu, mchango wangu sijatoa bado Rose, twende M-Pesa pale nikakupe, alimwambia Rose. Alinikabidhi mkoba, wakaelekea dukani. Nikiwa na utazama mkoba, niliona simu. Kumbukumbu za ule ujumbe zilinijia. Ni lazima nijue yule mtu ni nani, kama sio Ashura ni nani, na kwa nini uandikaji wake wa SMS unafanana na Ashura. Nilijiuliza. Nilitoa simu na kuifungua, haikufunguka. Kulikuwa na password. Niliguna. Nilifikiria haraka, nikapata jibu. Nilifungua kizibo cha simu na kutoa betri. Nilipobadilisha laini ya kwake, niliweka kwenye simu yangu kwake, nikaweka laini yangu niliyoitumia. Baada ya kukabidhiwa hela na mzee Hamisi, Rose alirudi. Nilimkabidhi simu yake. Alipokea bila kujua nimebadilisha laini.
mzee Hamisi ana roho nzuri sana, mchango wa harusi 100,000, yeye katoa 120,000, aliniambia Rozi. Huyu mzee mzungu. Nilimjibu. Nilimsindikiza mpaka kwake, nilimwacha na kurudi nyumbani. Kufika tu nyumbani, niliwasha simu, niliweka laini yake, ujumbe uliingia, naomba tuonane. Ulisomeka ujumbe. Huyu nani? Nilijiuliza. Kabla sijajibu ule ujumbe, niliupuzia. Niliutafuta ule ujumbe ulionifanya nimtaja Ashura, sikuona. Uliingia ujumbe mwingine. Nilifungua, niambie kama ni possible au la, nahitaji kukuse. Ulisemeka ujumbe huo. Moyo wangu ulipiga. Uandikaji huu wa kuchanganya Kiingereza na Kiswahili ni wa Ashura. SMS nyingi za Ashura anaandikaga hivi, kutokana yeye anaandikaga kukuse. Ina maana Rozi anawasiliana na Ashura. Wanawasiliana nini? Nilijiuliza haraka. Nilijibu ile SMS. Nilimuuliza yuko wapi niende. Alinielekeza niende Happy Lodge, chumba namba 3, nitamkuta. Afadhali nimempata. Leo naenda kujua kila kitu. Niliwaza kama mtu aliyechelewa. Basi nilijiandaa na kuelekea loji. Niliingia vyumba kukitafuta chumba namba 3. Nilikipata bila kubisha hodi. Nilifungua mlango, ulifunguka. Nilipata kila kubisha. Niliingia ndani, hakukuwa na mtu. Chumba nilikuwa kitupu. Niliamua kupiga simu, ilikata. Iliita hadi ikakatika bila kupokelewa. Mimi Rozi, nimefika, mbona haupo? Nilimtumia ujumbe nikijifanya Rozi. Haukujibiwa. Akili yangu iliwaza mambo mawili. Moja, nilihisi mtu yule ni Ashura, na mbili, nilihisi huenda ni hawala wa Rozi. Kimoyo moyo niliomba asiwe hawala wa Rozi. Nilitamani awe Ashura. Huyu atakuwa nani? Lakini uandishi ule ule ni wa Ashura. Lakini Ashura hawezi kuwasiliana na Rozi. Waliwasiliana kuongea nini? Nilijiuliza. Kama sio Ashura, ina maana ni hawala wa Rozi? Nilijiuliza tena. Nilikaa kitandani, kichwa changu kilitoka maswali. Nilihisi maumivu makali kwenye paji langu la uso. Muda ulienda bila kuingia mtu. Nilijilaza kitandani, nikapitiwa na usingizi. Nikiwa usingizini, niliota ndoto. Niliota Ashura na Justin wamewainua watoto wachanga juu, huku wakicheka kwa sauti. Mimi na Rozi tulikuwa tumepiga magoti na kuwataka wasitupe watoto. Ashura alikuwa amejitanda baibui, alionekana macho tu. Tulinyoosha mikono juu ili wasiwatupe watoto, lakini ilikuwa bure. Waliwatupa chini. Watoto walipasuka vipande vipande. Damu ilitapakaa pale pale. Nilishtuka. Nilitazama kushoto na kulia. Nilikuwa kwenye kile chumba cha Roji. Ndoto hizi. Nilijiambia. Nilijipuzia. Nilihema kwa nguvu na kujifuta uso. Nilichukua simu yangu na kuipigia ile namba iliyotuma ujumbe wa kutaka pale. Ilikaa bila kupokelewa. Nilikata tamaa. Nilisimama ili kuondoka. Nikiwa na ukaribia mlango ulifunguliwa. Moyo wangu ulipiga. Shauku ya kumjua atakaingia ni nani. Ni Ashura au ni nani?
Nilijiuliza, ajabu, aliyesukuma mlango hakuingia, mbona haingii? Nilijiuliza. Nilisogelea mlango na kufungua kabisa. Nilichungulia nje, macho yangu yalikutana na Justini. Ndii, moyo wangu ulipiga, mwili ulisisimka. Samahani, nimechanganya namba. Nina mtu wangu yupo chumba namba 8. Hii namba 3 ya chumba chako walivyoiandika. Utafikiri ni namba 8, aliniambia Justin. Kabla sijamuhoji aliondoka. Hii ina maana gani? Kwa nini Justin ananitokea ndotoni? Ananitokea na kwenye mazingira ya kawaida? Ananitokea pia? Kwanza, ana mahusiano gani na Ashura? Alafu hivi ni kweli amekosea namba au ni mchezo amenifanyia? Nilijiuliza. Niliamua kupitia mapokezi kuulizia mtu aliyerekodi kile chumba. Nina wiki sikuwa hapa, ila maelezo niliyopewa iko chumba kimelipiwa kwa muda wa wiki 2, aliniambia dada wa mapokezi. Aliyelipia ni nani? Nilimuuliza. Walionipa maelekezo hakuniambia nani, ila wameniambia nisipangishe. Aliniambia. Nilizidi kumdadisi, lakini ilikuwa sifuri. Majibu yake hayakuwa msaada. Niliondoka. Nikiwa nje ya roji, niliamua kumpigia simu Fredi, rafiki yangu wa mtaani. Unasemaje Noel? Aliuliza. Mwanangu, nataka unisaidie, najua haushindwi kitu. Nilimwambia. Nikusaidie nini? Naomba peleleza kuhusu Justini, chochote utachokipata niambie. Nilimwambia. Fredi alinipa siku 2, aliniambia atakuwa akajua kila kitu. Nilimshukuru. Kwenye maswala ya umbea na stori za mtaani, Fredi alikuwa haumtoi, japo alikuwa asikii vizuri, lakini alikuwa anajua kila kitu kinachofanyika pale mtaani. Tena alijua kuwashinda wanaosikia vizuri. Baada ya kukata simu kinyonge, nilipiga hatua kuelekea nyumbani. Ngling, simu yangu iliita. Nilitazama namba, alikuwa Rozi, mke wangu mtarajiwa. Nilipokea. Shwari love. Nilimuuliza. Sio shwari. Hivi huu ujinga uliofanya maana yake nini? Kwa nini umetoa laini yangu na kuweka laini yako isiyotumika? Aliuliza. Angalia vizuri, sijabadilisha laini mimi, nilimwambia Rozi. Aliendelea kuwaka na kunitaka nimpelekee laini yake. Isi alivyoongea kwa hasira na bila heshima, alinipa simanzi moyoni. Niliweka simu mfukoni na kuelekea nyumbani kwake. Njia nzima niliwaza kuhusu ile ndoto ina maana gani. Niliwaza pia mpango wa Ashura ni nini. Niliwaza na kuwazua bila majibu. Nikiwa nakaribia nyumbani kwa Rozi, kwa mbali nilimuona Rozi akiwa anaongea huku akicheka kwa furaha na mtu aliyejivaa baibui. Yule mtu sura yake akionekana. Nilimtazama kwa umakini, sikumfahamu. Nikiwa namkodolea macho yetu yalikutana, japo sikumuona mwili mzima. Yale macho tu yalinifanya nimjue alikuwa Ashura. Simulizi hii moyo wangu ulipiga pu kwa sekunde kadhaa. Niliwatazama kama zuzu, ni kama nilipigwa na shoti ya umeme ugenini. Nilivoganda kuwatazama
ungezani ni sanamu. Ashura amerudi lini? Anakuwaje karibu na Rozi? Nilijiuliza haraka. Nilitembea kuwafata waliposimama. Rozi, una lengo gani na Ashura? Nilimuuliza Rozi. Alinitanua macho kwa mshangao. Alinitazama bila kuongea lolote. Nilimgeukia Ashura. Una nini na mimi? Nilimuuliza. Hakunijibu. Nilimshika mkono na kumuuliza maswali mfululizo. Ulikuwa wapi? Na huu ukaribu na mke wangu umeanza lini? Unataka nini? Kwa nini Noeli unazani huyu ni nani? Aliuliza Rose. Ni Ashura. Hata kama anaonekana macho tu, namjua huyu ni Ashura. Nimeyaona macho yake. Nilimwambia, inaonekana Ashura ulimpenda sana. Tukiwa kwenye vikao unamtaja Ashura, na hapa barabarani unamtaja Ashura. Kwanza hivi naanzaje kuongea na Ashura wakati nimemnyang'anya mpenzi wake? Aliniuliza Rozi. Unanidanganya, huyu ni Ashura. Kama sio yeye aongee na kukataa. Nilimwambia Rozi. Nilimgeukia yule dada na kumtaka aongee. Hakuongea. Nilimshika kichwa na kutaka kumtoa baibui kabisa. Sijamtoa. Wapita njia waliangalia walionitoa na kunitaka niheshimu wanawake. Kijana, unachokifanya ni kitu kibaya sana. Binti wa watu kajistiri, alafu unataka kumwondolea uzu wake. Jifunze kuheshimu wanawake, aliniambia mpita njia. Kabla hajamaliza alidakia mwingine. Walinisema kama mtoto. Wakiwa wananisema, yule mwanamke alijitanda baibui, aliondoka. Nilimtazama bila kujua nifanye nini. Aliondoka mbele ya macho yangu. Rozi alinishika mkono na kunitaka twende nyumbani. Noeli, siku hizi unachanganyikiwa. Kila mtu ni Ashura, muda wote Ashura. Ashura ni nani? Lakini hakuna cha lakini. Yule dada anaitwa Josephine, ni rafiki yangu wa muda mrefu sana, sio Ashura kama ulivyosema. Ashura siwezi kuongea naye kwa lolote. Kwanza Ashura hayupo, ndio maana wazi wake hawapo sawa. Haiwezekani awatese wazazi wake kwa mawazo alafu awe hapo anaongea na mimi. Hilo haliwezekani. Ni kweli haiwezekani. Ashura akawaacha wazazi wake wanahangaika kuhusu kupotea kwake, alafu akawa hapa anawasiliana na Rozi. Hilo haliwezekani. Nadhani haya yote yanatokea kwa sababu ya hisia zangu tu, niliwaza. Unawaza nini? Aliniuliza Rozi. Ulichoniambia ni kweli. Ni ngumu Ashura kuwasiliana na wewe na kuacha kuwasiliana na wazazi wake. Haya yanatokana na mawazo yako. Inaonekana bado unatawala akili yako. Ni kweli. Kuanzia sasa nitajitahidi kutomwaza kuhusu sherehe yetu. Unajua tumebakiza muda mchache sana ifanyike, aliniambia. Nilikubaliana naye. Niliapa kutomtaja Ashura mbele yake tena, na iwe hivyo. Noeli, mara zote unamtaja huwa naumia sana, aliniambia. Nitajitahidi love, lakini shida ni mandoto ninayoyaota siku hizi. Naota ndoto nyingi sana kuhusu Ashura na Justini, hata sielewi maana yake ni nini. Mfano, ndoto ya leo niliota Ashura alikuwa amevaa baibui, na pale nimemuona amekavaa baibui pia. Mavazi niliyomuona nayo Justini na kwenye ndoto yalikuwa ni hayo. Ndoto zinatokana na mawazo yako ya mchana. Hakuna lolote hapo. La msingi ni wewe kutoweza
kutowaza sana, aliniambia. Japo ngumu, ila nitajitahidi kutowaza, Ashura. Nilimwambia. Nilimshika mkono, tukawa tunatembea. Gling gling gling, simu yangu iliita. Nilitoa na kutazama, alikuwa Fredi. Nilipokea na kuiweka sikioni. Ndio Fredi, na kusikiliza. Niambie. Ala, unasemaje? Ashura akafanyaje? Justini, niliuliza kwa umakini. Tutaongea vizuri ukija, aliniambia Fredi na kukata simu. Bila kumuaga Rose, niliondoka. Noeli, aliniita. Sikumjali. Nilimgeuza kwenda kuelekea alikoniita Fredi. Kabla sijafika popote, nilisimamisha bodaboda na kupanda. Nilimweleza dereva sehemu ya kunipeleka. Aliponipeleka, upo faster, Fredi aliniambia. Niambie vizuri kwenye simu. Sikuelewa, nilimwambia. Alinipigia simu. Nimepeleleza kuhusu Justini. Nadhani unakumbuka. Hilo nakumbuka, ila achana nalo. Kwanza niambie wamefanyaje, maana jinsi ulivyomtaja moyo wangu umeshtuka sana. Nitakuambia, aliniambia. Alinishika mkono, tukawa tunaelekea ndani kwake. Sasa mbona uniambii? Na kuambia hivi, ipo hivi, nimegundua Justini anatembea na Ashura, aliniambia. Niliguna akili yangu. Hakuamini. Justini hakuwa aina ya wanaume ambao Ashura alikuwa anawataka. Nilimkatalia Fredi, lakini Ashura kwa sasa anayachukia mapenzi. Hawezi kuingia kwenye mahusiano na haraka. Unachowaza na mimi niliwaza hivyo hivyo. Akili yangu iliniambia nimekosea. Unajua, kila mmoja anajua Ashura kapotea na tumemtafuta bila mafanikio. Nilipomuona nilihisi kuchanganyikiwa. Akili yangu iliniambia nimefananisha. Umemuona Ashura? Ndiyo. Alikuwa kavaje? Ashura alikuwa kajitanda baibui mwili mzima. Kama alijitanda baibui, ulimjuaje? Niamini mimi, Noeli, nilimuona ni Ashura. Tena alikuwa anatokea mtaa wa kina Rozi. Nilipomuhisi nilimfuata nyuma kwa mbele. Alikutana na Justini wakiangia roji ya pale mbele. Aliniambia, puu, moyo wangu ulipiga. Muda wote mlikuwa mnamtafuta Ashura. Justini alikuwa anaigiza tu, alikuwa anajua alipo Ashura, aliniambia Fredi. Nilimtazama bila kumjibu. Akili yangu iliwaza mengi. Mbona sielewi? Ina maana hata mle loji nilimwenda Ashura alitaka kukutana na Justini, au ndiyo maana Justini alifika? Lakini kama walitaka kukutana mle ndani, mmoja alimtumia Rozi. Kuna nini kati ya Rozi, Justini na Ashura? Nilijiuliza. Kichwa changu kiliwaza na kiliwaka moto. Niliondoka bila kuaga. Nilielekea kwa Rozi. Nilimkuta anieleze nini kinachoendelea kati yeye, Ashura na Justini. Noeli, mbona sikuelewi? Mbona wote Ashura? Huyu mtu si ulisema hautomtaja tena mbele yangu? Aliniuliza. Najua hilo Rose, niliahidi kutomtaja mbele yako, lakini yamenishinda. Maji yamenifika shingoni. Naomba niambie nini kinaendelea. Rose alikataa kuongea lolote. Aliniambia hana mawasiliano na Ashura. Alichukua simu yangu na kuitoa laini yake. Nilimtaka aniambie ukweli.
alikataa. Uvumilivu ulinishinda. Nilimtolea maneno ya shombo, naye alinijibu. Tuligombana sana. Niliondoka Rose akiwa ananirushia matusi ya nguoni. Siku 2 zilikatika bila kuwasiliana na Rose. Haikuwa kawaida. Kipindi cha nyuma tulikuwa tukigombana. Haya kupita masaa 3 Rose alinitafuta na tukajenga. Sawa, safari hii ilikuwa tofauti. Rose hakunitafuta wala hakuonekana kujali. Hii sio kawaida. Rose hakuwa hivi mwanzo. Ukute ni kweli nimemfanyia jambo lisilo zuri. Ukute mimi ndiye mwenye makosa. Ingekuwa na makosa yeye, mapema angekuja kuniomba msamaha. Niliwaza, nilijihisi mkosaji. Tunafunga ndoa wiki ijayo. Acha niende tukaongee yaishe, niliwaza. Takriban nilielekea nyumbani kwake. Nusu saa mbele nilifika. Nilikuta mlango uko wazi bila kubisha hodi. Niliingia. Nilishtuka. Nilimkuta Ashura akiwa amekaa kwenye sofa anapiga stori na Rose. Nilishtuka. Ashura na Rose waliangaliana bila kuongea mneno. Ashura alisimama na kuja mlangoni. Alitaka kupita. Nilimzuia. Ulikuwa wapi na unafanya nini kwa Aika? Nilimuuliza. Hakujibu. Naongea na wewe. Niambie, kitu gani kinaendelea kati yenu? Kwanza, kwa nini uliondoka na kutusumbua kukutafuta? Nilimuuliza Ashura. Hakunijibu. Alinipita na kutaka kutoka nje. Nilimshika mkono. Aligeuka kuniangalia kwa jicho kali hadi nikaogopa. Nilimwachia mkono akaondoka. Kwa jinsi alivyoniangalia, hata hamu ya kumtafuta sikuwa nayo. Nilimwacha aende. Nilibaki na Rose. Rose mpenzi wangu, nilimuita. Hakuitikia. Nilimsogelea na hakukaa pembeni yake. Nilimshika mkono na kumtazama macho. Rose, nilimuita tena. Kama mawazo hakuitikia. Niliamua kuendelea kuongea. Ashura alikuwa mpenzi wangu kwa miaka 8, lakini sikuona kama anafaa kuwa mke. Ndio maana nilimwacha na kukuchagua wewe, nilimwambia. Nilimtazama na kuendelea. Naomba kaa mbali na Ashura. Nilipomwacha na kukuoa wewe, mimi na yeye tulishakuwa maadui. Hawezi kututakia mema. Kama alikufuata ukataka kumuue marafiki, naomba ujue ni kwa ubaya, sio kwa wema. Anataka kuvuruga ndoa yetu. Umenielewa? Umemaliza? Aliniuliza Rose. Nimemaliza mpenzi wangu. Sawa, kama umemaliza waweza kuondoka. Naondokaje tena? Ina maana mimi na wewe ndio basi au vipi? Kuhusu ndoa yetu, vipi kuhusu penzi letu? Ungejua hayo wala usikifanya ulioyafanya. Muda wote unamtaja Ashura. Ndiyo maana nilimtafuta aniambie kakufanyia nini hadi muda wote unamuwaza yeye. Aliniambia. Aliendelea kuniambia amechoshwa na visa vyangu, ameachoshwa na tabia yangu ya kumlaumu na kumshtumu kwa watu visivyokuwepo. Alitaka nitoke nyumbani kwake. Nilijaribu kumtuliza lakini nilishindwa. Niliamua kutoka. Siku zilikatika bila mawasiliano na Rose. Ugomvi ulizidi kuwa mkubwa. Ndugu waliingilia kati, walikutanisha na kutupatanisha. Rose aliwaambia ananipenda sana. Kilichomkera ni mimi kumtaja Ashura. Aliwaambia
kumtajataja kwangu kulimfanya amtafuta Ashura ili ampe siri za kuniteka kimapenzi kama yeye alivyoniteka. Baada ya maelekezo hayo tulisamehana. Siku zilienda kasi sana. Siku moja kabla ya harusi niliota ndoto nyingine. Niliota nikiwa barabarani na Rose alitokea Ashura akiwa na kisu mkononi na kunikimbiza ajabu. Nikiwa nakimbia, Rose alikuwa anacheka. Alicheka huku akishangilia nikikimbia. Nilijikwaa kwenye jiwe na kuanguka. Ashura alifika na kunichoma kisu pale pale. Nilishtuka usingizini. Ina maana gani hii ndoto? Nilijiuliza. Nilishtuka kitandani na kuangalia saa. Ilikuwa saa 12 asubuhi. Pilika za nje zilikuwa zimeanza. Niliamua kutoka nje na kujiandaa. Nililazimisha akili yangu ianze isahau kuhusu ile ndoto. Baada ya kumaliza kujiandaa, wapambe wangu walifika. Tuliongozana kuelekea kanisani. Hakuchukua muda Rose alifika hapa. Alipendeza sana. Misa ya ndoa ilianza. Dakika kadhaa mbele tuliitwa mbele kula kiapo. Tulienda tukiwa tumesimama mbele. Tuliambiwa tugeukiane kuwatazama maumivu waumini. Tuligeuka tukiwa naongea tu. Mlango wa kanisa ulisukumwa. Aliingia Ashura. Ndii, moyo wangu ulipiga. Niligeuka kumtazama Rose. Ajabu, alikuwa anatabasamu baada ya kumwona Ashura. Huyu anatabasamu nini? Nilijiuliza. Niligeuka kumtazama Ashura tena. Amekuja kupinga ndoa. Nilijiuliza nikiwa mbali kimawazo. Nilistuliwa na sauti ya padri. Sasa ni muda wa muafaka wa kula kiapo cha ndoa yenu. Naomba mjue ndoa zenu zote za Kikristo tumefunga. Hakuna kuachana, hakuna taraka. Kifo pekee kinachoachanisha. Alituambia. Aliongea hayo. Akili yangu ilikuwa kwa Ashura. Niligeuka kumtazama. Alikuwa amekaa kwenye benchi la mbele. Baada ya kuona na mtazama kwa wasiwasi, alinibinyia jicho na kutabasamu. Kabla hamjala kiapo, kama kuna mtu kati yenu ana wasiwasi au kubadili mawazo yake, alituuliza. Tuliangaliana bila kuongea lolote. Kama kuna mwenye mashaka ni vyema akasema saizi. Usiposema saizi, milele ya kupasa kukaa kimya. Hakuna talaka, hakuna kuachana. Alituambia. Tuanze na swali na wewe. Aliniambia. Nilipewa Biblia. Alitamka maneno ya kiapo na kutaka niarudie. Nilirudia. Niliapa kuwa na Rose mpaka kifo kitakapotutenganisha. Ilifika zamu ya Rose. Alishika Biblia kwa sekunde kadhaa. Alikaa kimya bila kuongea lolote. Mbona hapi au amebadili mawazo? Nilijiuliza. Rose, tunakusubiri wewe, aliongea padri. Na Rose alishikwa na kigugumizi ghafla. Punguza hofu, ni kitu cha kawaida. Fatisha maneno ya padri. Msimamizi wake alimwambia. Akimwambia hayo, akili yangu iliwaza mengine. Ubongo wangu ulikataa ulichokiona. Rose hakuwa na kigugumizi wala hakuwa mwoga mbele za watu kusema
kapatwa na hofu, au mpango wa Ashura ndo huu? Nilijiuliza. Niligeuka kumtazama Ashura. Alikuwa akitabasamu. Anatabasamu nini? Nilijiuliza. Lozi, jikaze, hatuna muda mwingine, aliongea padri na kumtaka Lozi aape. Lozi alishika Biblia na kutaka kuapa tena. Kama mwanzo, alishikwa na kigugumizi. Ajabu zaidi, badala ya kusikitika alitabasamu. Kitu gani kinakufanya utabasamu kama haupo tayari? Sema. Sitakulazimisha, nilimwambia. Kabla hajanijibu, padri naye alimuuliza Lozi, kama umebadili mawazo sema, usiogope. Ndoa ni kitu cha milele, usife kiapo kama una wasiwasi na mumeo, aliongea padri. Hapana padri, hana wasiwasi wowote, sema uoga tu umemshika. Unajua kusimama mbele za watu na kuongea sio kitu cha kawaida, aliongea Mama Gadi, msimamizi wa ndoa yetu. Sio kweli Mama Gadi, aligeuka. Hivyo mimi nikijua huyu hana kigugumizi. Sema hataki tu hapa, anazuga, hatupotezea muda, kuna kitu atakuwa kapanga. Niliwaambia. Tukiwa tunanong'ona pale mbele, waumini na ndugu waliojaa kanisani nao walianza kunong'ona. Kila mmoja alimsogelea mwenzake na kumnong'oneza. Kanisa zima lilijaa mnong'ono. Hali ile iliwafanya wazazi wa Lozi na wazazi wangu waje mbele. Kitu gani kinaendelea? aliuliza Mama Lozi. Lozi hataki kuapa. Nilimwambia, hutaki kuapa? Kwa jinsi alivyokuwa na furaha, anawezaje kukataa saizi? aliuliza Mama Lozi. Hapana mama, sio kwamba sitaki kuapa, sielewi kuna nini. Yaani kila nikitaka kuapa sauti haitoki kabisa, aliongea Lozi. Kwa hiyo Noeli unampenda na upo tayari kuendelea na hii ndoa? aliuliza padri. Ndiyo, nampenda. Sasa bila ya yeye mbona sitaishi? Yeye ni mume wa maisha yangu, aliongea Lozi. Basi jitahidi uwape tumalize hii shughuli, aliongea padri. Lozi alikubali. Aliwatoa wasiwasi ndugu zake, wakarudi kukaa kwenye viti vyao. Lozi alikabidhiwa Biblia na kuanza kuapa. Lakini ile anaapa tu, ghafla nje ya kanisa ilisikika mtu akimtaka padri asitufungishe ndoa. Usiwafungishe ndoa, nina pingamizi. Sauti ikisikika nje, kisikika kishindo kikitembea haraka haraka kukaribia mlango wa kanisa. Aliusukuma mlango na kuingia. Alikuwa ni mwanamama. Mgongoni alibeba mtoto na mkononi alishika watoto wawili. Jamani, huyu mume wangu amenitelekeza, aliongea yule mama nisiyemjua. Hii nilishtuka. Kanisa zima lilistuka. Kila mmoja alisimama kwenye kiti chake kumtazama yule mama. Minong'ono na miguno ilitawala. Binafsi nilisimama. Binafsi nilihisi maumivu na maluilui. Nilimtazama yule mama bila kumwelewa. Nilijaribu kuwaza nilikutana naye wapi. Sikupata jibu. Kumbe una mwanamke umeoa na kumzalisha, aliuliza Lozi. Hapana, simjui huyu,
nilimwambia yule mama na wanawe walikuja mbele. Baada ya kunikaribia, yule mwanamke alishtuka. Alitamka pale pale, aligeuza na kutoka nje. Mbona unarudi? Njoo tuongee, Padri alimwambia. Hakujibu, alitembelesha kufata mlango wa nje. Hakuna aliyemwelewa, kila mmoja alimtazama kwa maswali. Uvumilivu ulinishinda, niliamua kumtafuta na kumfata. Nilimpiga hatua mbili, nikamkamata mkono na msimamizi wangu. Usiende, ilibadili wasiwasi. Usimamizi wa kanisa ulitaka nije kwenda kuongea naye. Dakika 5 mbele walirudi. Amechanganyikiwa kanisa, amechanganya kanisa. Alishikika mume wake anafunga ndoa, lakini hajui kanisa lipi. Alikuja hapa akizani ni hapa, kumbe sio hapa. Ameomba msamahani kwa sitofahamu iliyotolea. Anawaomba mwendelee na ndoa yenu, aliongea msimamizi wa kanisa aliyetoka nje kuongea naye yule mama. Padri aliitisha kichwa na kuambia waumini watulie. Aliwapa ufafanuzi wa kilichotokea. Shughuli iliendelea. Rozi alikula kiapo. Safari hii tofauti na mwanzo. Aliongea bila kigugumizi wala shida. Baada ya kumaliza kiapo, kanisa zima liliepuka na vigelegele. Ndugu walipiga makofi na kushangilia ajabu. Ashura naye alipiga vigelegele na kushangilia. Alikuja mbele na kanisa na kugala gala chini huku akishangilia. Kitendo chake kilizua minong'ono. Watu wanaojua mahusiano yetu waliteta na kumnyooshea kidole. Hakujali, aliendelea kushangilia na kugalagala chini kwa furaha. Huyu mwanamke ana nini? Kitu gani kinachomfurahisha? Nilijiuliza. Sikupata majibu. Nilimtazama bila kumaliza. Matendo yake yalinifanya nisiwe na amani. Furaha yangu ya kufunga ndoa na Rozi aliyeruka. Niliwaza, ni nini Ashura amepanga kunifanyia kiasi cha kufurahi vile? Baada ya kutoka kanisani, tulirudi nyumbani. Nyumbani napo kulikuwa na sherehe kidogo. Watu walikula na kunywa. Mume wangu, mbona hauna furaha? Aliniuliza Rozi. Ashura, unanichanganya sana, nilimwambia. Na kuchanganya na nini? Sielewi nini, ila furaha yake, vigelegele vyake vinanichanganya. Sikutegemea kama atakuja. Kama hivyo, mbona ni mtihani, maana hata ukumbini anakuja. Nimesikia ameshalipia kadi, aliniambia Rozi. Hii itakuwa taarifa mbaya zaidi kwangu. Nilijikuta nimeishiwa nguvu kabisa. Ukumbini kama ilivyosema Rozi, Ashura alikuja kama alivyofanya kanisani. Ukumbini alifanya vile vile. Alikula ruksa, aliluka kwa furaha na kushangilia. Nilimtazama bila kujua la kufanya. Muda wa zamani ulipofika, watu wakiwa wamepanga mstari, Ashura alimuomba MC aleta zawadi peke yake. Alimwambia zawadi yake ni kubwa, hivyo hataki kuileta akiwa kaongozana na watu. Aliomba wimbo wa kuletea zawadi. MC alimkubalia. Ukumbi mzima alisimama. Ashura alishika boksi lake ambalo hakuna aliyejua lina nini na kuja mbele. Ding.
moyo wangu ulipiga, hisia mbaya zilinishika, nilijikuta naishiwa nguvu, miguu ilicheza kwa uoga, jasho lilitoka. Ashura kwa mbwembwe zote alicheza huku akija tulipo. Anakaa kunipa nini huyu? Nilijiuliza. Hisia mbaya zilinishika. Ukumbini alitangaza kunipa zawadi. Baada ya kufika Ashura aliomba Mike. MC alimpa. Wamependeza hawajapendeza? Watu waliuliza. Watu wamependeza, watu walijibu. Wanaendana hawaendani? Wale waliuliza tena. Wanaendana, watu walijibu. Kada sijamkimbizi Noeli na mkewe Rozi zawadi yao. Nina jambo nataka niseme. Kwanza nashukuru MC kwa kunipa hii nafasi. Najua jinsi ulivyokuwa unajiuliza kuhusu kunipa au la. Najua hadi sasa una wasiwasi naweza kuongea mabaya kwa kuwa nilikuwa mpenzi wa Noeli, aliongea. Minong'ono ilizidi. Kauli yake ilizua migono. Watu waliteta na kujadili mahusiano yetu na Ashura kipindi cha nyuma ambao tumbo langu lilishika moto. Nilitazama Ashura kwa mashaka sana. Kwa nini MC kampa Mike huyu? Msimamizi wangu aliniuliza. Sikumjibu. Wakati mimi nikiwa na hofu, mke wangu Rozi sura yake ilijaa tabasamu, meno yake yalitoka nje yote 32. Najua wengi mnajiuliza nimefika kufanya nini na kwa nini nafanya haya. Ninayo furaha ya kufanya. Wengi mnadhani pengine nimekuja kuharibu harusi ya Noeli. Naomba niwaondoe wasiwasi. Sina mpango huo. Nilienda kanisani kumuunga mkono na nimefika hapa na muunga mkono, aliongea Ashura. Ukumbi mzima ulitulia. Ni kweli Noeli alikuwa mpenzi wangu. Nilikuwa naye kwenye mahusiano kwa muda wa miaka 8. Kila mmoja alijua nitaolewa na Noeli. Hata moyo wangu na viungo vyote vya mwili wangu vilijua hivyo, aliongea. Alisita kidogo. Alichukua maji akanywa, kisha akatangaza umati tena. Tulijua hivyo, lakini Mungu hakupanga hivyo. Kama Mungu hakupanga niolewe na Noeli, ningeolewa. Lakini bila shaka hakupanga. Alipanga Rozi awe mke halali wa Noeli, na mimi binafsi naunga mkono hilo. Siwezi kulipinga hata kidogo. Kwanza nikiwa angalia naona wamependezana sana. Rozi amependeza kuwa na Noeli kunishinda mimi, aliongea. Kauli yake iliibua vifijo ukumbini. Watu walipiga viruzi na vigelegele. Nilisimama kuwapa zawadi maharusi hawa, lakini si zawadi tu. Nimesimama kuwaambia wana baraka zangu, sina kinyongo na nyie hata kidogo. Nawatakia ndoa njema na maisha mema. Mungu awajalie mpate watoto wengi na muishi kwa furaha zote, aliongea Ashura. Vigelegele na vifijo vilizidi ukumbini. Ashura akiwa anaongea, nilikumbuka maneno yake kipindi cha nyuma. Kipindi hicho tunaanza tu mahusiano yetu. Noeli, nimekukabidhi moyo wangu na mwili wangu wote, nifanye utakavyo, lakini na kuomba usije kuvunja ahadi yako. Ahadi ya kunioa usije kuivunja. Ukiivunja nitakuacha. Sitakuacha. Nitakufanyia kitu ambacho hautokuja kukisahau. Nilikumbuka maneno hayo ya Ashura. Moyo wangu ulipiga. Nilipigwa na hofu. Hapana, sipaswi kumwamini Ashura. Kuna jambo anataka kunifanyia, nilijiambia moyoni. Habi,
mbona hupo hivyo? Aliniuliza Rozi. Nilishtuka kwa mguno usigune na kuuliza kwa nini huko hivyo? Simwelewi Ashura, haya anayoyaongea hayaaminishi. Kuna jambo anataka kufanyia huyu. Nilimwambia acha mawazo potofu, ingekuwa hivyo asingekuja hapa. Amekuja hapa kuondoa wasiwasi, amekuja kuonesha upendo wake kwako, aliniambia Rozi. Nikimwangalia Noeli namuona kama ana wasiwasi sana na mimi. Noeli, naomba uwe na amani. Kwa jinsi ninavyokupenda siwezi kukufanyia hayo yote. Furaha yako ndiyo furaha yangu. Nimekubali umuoe Rozi kwa kuwa nimegundua ni bora kuliko mimi, hivyo naomba uondoe wasiwasi, aliongea Ashura. Alitazama boksi la zawadi alilonibebea na kuendelea kuongea. Nilikuwa na mahusiano na wewe kwa miaka zaidi ya 8. Wewe ndiye mwanaume wangu wa kwanza na wewe wa mwisho. Wewe ndiye ulioniunganisha kwenye ulimwengu wa mahaba. Umenifanyia mema mengi na sina la kukulipa. Wakati nawaza na zawadi ya kukupa kwa mema ulionifanyia, kichwa changu kiliuma sana. Nilihangaika sana kuitafuta, lakini mwishowe nilipata. Sijaona zawadi ya pekee na bora inayonifaa kama hii, aliongea. Alinisogelea lile box na kunikabidhi zawadi. Nikiwa nataka kulipokea, macho yetu yalikutana. Macho yake yalijaa chuki kiasi cha kunifanya niogope.